Mfahamu Philomena Chelagat Mutai. Mwandaji wa makala hii anaitwa Kizito Mpangala na msimulizi ni Volda bin Mbaijuka. Hii ni Kenya News Alert TV. Philomena Chelagat Mutai, mashuhuri kwa jina la Chelagat Mutai, ni mwanamke aliyepigania uhai wa watu wengine katika shughuli za kisiasa. Philomena alikuwa mstari wa mbele kabisa katika kupigania haki ya kuishi, kwani hakuona sababu yoyote ile ya kuwepo kwa mauaji ya kisiasa. Barani Afrika, mauaji ya kisiasa yamekuwa kama ni alama ya kupigania nafasi fulani. Kwa mfano, mwanasiasa wa Zambia Bwana Albert Chitepo aliuawa kutokana na misingi ya kisiasa. Kapteni Thomas Sankara aliuawa kwa misingi ya kisiasa. Josia Magama wa Zimbabwe na yeye vile vile. Kadhalika na Emmanuel Shifidi wa Namibia, na yeye aliuawa kwa misingi ya kisiasa. Mambo kama haya ndiyo ambayo yalimsukuma Philomena kuwa mstari wa mbele kabisa, kuweza kuyakemea kwa manufaa ya vizazi vingi baadaye. Bi Philomena Chelagat Mutai alizaliwa mwaka 1949 nchini Kenya. Katika kutambua umuhimu na thamani ya kisomo, yeye alipita katika shule ya msingi na sekondari ili kujiweka tayari kwa ajili ya masomo ya elimu ya juu, ambapo alijiunga na chuo kikuu cha Nairobi kwa masomo ya sayansi ya siasa. Philomena kabla ya kujiunga na chuo kikuu cha Nairobi alikuwa ni mwanafunzi wa shule ya upili ya wasichana, yani Highlands Girls High School, ambapo kwa sasa inajulikana kwa jina la Moi Girls High School. Lakini alitimuliwa shuleni hapo kutokana na kuwa na hulka ya wanaharakati, ambapo aliongoza mgomo uliowahi kufanywa na wanafunzi shuleni hapo. Pengine ndiyo ilikuwa ni nyota yake ya kusonga mbele katika siasa na kulifaa taifa. Akiwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi, alipata nafasi ya kuchaguliwa kuwa kiongozi wa wanafunzi, na pia alikuwa ni mhariri wa gazeti la wanafunzi liitwalo The Platform. Kutokana na misimamo yake ya kisiasa, Philomena hakuwa na wakati mzuri wa masomo chuoni hapo. Alisimamishwa masomo mara kwa mara. Miezi 6 kabla ya kuhitimu masomo yake, Philomena alijitosa katika kuwania nafasi ya kiti cha ubunge wa jimbo la Eldoret Kaskazini. Kiti hicho kiliachwa wazi baada ya aliyekuwa nakalia kukabiliwa na mashitaka ambayo yalimpasa kupelekwa gerezani kuweza kutumikia kifungo kwa mujibu wa sheria. Lakini baada ya kuzungumza na mhamasishaji wake ambaye ni Jean Marie Seroney, binti Philomena akabadili nia ya kuweza kugombea katika jimbo la Eldoret Kaskazini na kuhamishia mawazo yake katika jimbo la Eldoret Kusini. Akiwa na umri wa miaka 24 tu, aliwashinda wanaume kadhaa ambao waliwania kiti kimoja na yeye kuwa mbunge mwenye umri mdogo zaidi. Ni mwaka 1973. Yeye pamoja na mhamasishaji wake walipigania kile ambacho walikiita uongozi bora, na walivutiwa na fikra za aliyekuwa rais wa Nigeria, Mheshimiwa Nnamdi Azikiwe. Philomena Chelagat Mutai alikuwa ni mkosoaji mkubwa sana wa serikali ya Rais Jomo Kenyatta. Baada ya dunia kuona kuwa wanawake wanaweza kushika nafasi za uongozi, basi ikawa ni mtifuano kwa baadhi ya wanawake, kwani pengine ilikuwa ndiyo njia yao ya kwanza kabisa ya kuweza kutoa alionayo mioni mwao. Philomena katika maisha yake ya kisiasa aliwahi kukabiliwa na tuhuma mbalimbali, ambapo akalazimika kuishi maisha gerezani kwa muda wa miaka 2.5 hivi. Ni kutokana na wanaharakati wake. Licha ya kuwa na sauti ya kutetea wengine, lakini alionekana kuwa ni kikwazo au mwiba kwa serikali ya Rais Jomo Kenyatta. Aliachiliwa huru kutoka gerezani mnamo mwaka 1978. Philomena akaendelea na maisha yake ya kisiasa kwa kupaza sauti katika masuala mbalimbali,
kwa niaba ya wananchi wa eneo lake na taifa lote kwa ujumla. Katika masuala aliyowahi kupaza sauti yake ni pamoja na mlipuko wa njaa nchini mwaka 1980, ambapo serikali ilionekana kutochukulia suala hilo kwa uzito. Akiwa nje ya bunge, aliendesha harakati zake za kutetea wengine katika masuala mbalimbali nchini. Mwaka 1981 aliamua kuondoka nchini na kwenda uhamishoni Tanzania baada ya kupata fununu ya kwamba yupo hatarini kuswekwa gerezani tena kwa mara ya pili. Aliishi Tanzania kwa muda wa miaka 3 na kuamua kurejea nyumbani Kenya kwa ajili ya kumwona mama yake aliyekuwa akiugua. Na wakati huo alijiweka mbali kabisa na shughuli za kisiasa, kwani alihofia kunyang'anywa uhai wake kutokana na harakati za kisiasa. Katika maisha yetu upo wakati binadamu anaweza kuwa mpole kabisa ili maisha yake yasonge mbele vizuri na kwa amani zaidi. Baada ya kurejea nyumbani Kenya akitokea uhamishoni Tanzania mwaka 1984, aliamua kuwa karibu na chama cha KANU na akawa mtu mwema zaidi. Hatimaye aliteuliwa kuwa mfanyakazi katika benki ya biashara ya Kenya, yani KCB. Pia alikuwa akifanya kazi na KANU upande wa masuala ya haki za binadamu. Hata hivyo, alitimuliwa mnamo Juni mwaka 1999. Mwaka 2006, kwa bahati mbaya alipatwa na ajali ambayo ilimfanya afungue ukurasa mpya kabisa wa maisha yake. Kutokana na kuumia vibaya sana, ilimpasa aishi maisha ya kutumia kiti cha wagonjwa kilichokuwa mfano wa baisikeli mpaka pale alipoaga dunia Juni mwaka 2013 Nairobi. Kipindi chote hiki alikuwa akiishi katika nyumba ya chumba kimoja tu akiwa na rafiki yake. Huenda kwenye kipindi cha uzima wake alijisahau kabisa kujenga walau kibanda tu cha kuweza kujisitiri. Pamoja na hayo yote, mchango wake kwenye kuhamasisha wanawake kushika nafasi za uongozi ni mkubwa sana na utakumbukwa daima. Mwandaji wa makala hii anaitwa Kizito Mpangala na msimulizi ni Volda bin Baijuka.